Okay, tunasonga mbele na episode ya pili. Katika episode ya kwanza nilieleza na niliwakumbusha kwamba hapo chini katika ukurasa wa kusubscribe kuna channel ambayo imeandikwa PVP Media Recaps. Hiyo channel unatakiwa kuigusia alama ya kusubscribe kwa sababu ni muhimu sana. Lakini katika hii episode ya pili, Mwamba Hissan alipotokea kule katika maeneo ya mti, basi moja kwa moja karudi mpaka nyumbani. Kumbuka kwamba leo ilikuwa ni siku yake ya ndoa, lakini alikwenda kucancel kabisa ndoa yake. Akamwambia huyu mwanamke alikuwa anatarajia kufunga naye ndoa kwamba kwa sasa nataka ni focus na masuala ya michezo pekee, kwa sitaji kufunga ndoa na mtu yoyote yule. Kumbuka kwamba ametoka kukutana na mzimu wa mpenzi wake wa zamani, kwa jamaa anajisikia vibaya sana. Lakini huyu mwanamke alikasirika sana, akamlamba Mwamba kibao kwa sababu jamaa amemwandaa kutokea siku ya kwanza, ameenda kumtambulisha mpaka kwa wazazi, afu siku ya leo anamkataa mbele ya watu. Mwamba Jongwang alipoweza kupata hizo taarifa alikasirika sana na kusema kwamba umefanya maamuzi ya kipumbavu kupita kawaida. Yaani unaamini masuala ya mizimu yanakukatisha katika kufanya mambo yako ya watu wanaoishi? Mwamba Hissan akasema kwamba hakuitambua maana kabla, lakini kwa sasa hivi anaelewa maana, ndio maana ameamua kucancel kabisa ndoa yake. Hii kitu limuumiza sana huyu Mwamba Jangwani kwa sababu anaona ni mambo ya kipumbavu sana jamaa ameweza kuyafanya. Lakini pia Hissan akamwambia Mwamba Jangwani kwamba kuna mtu ambaye yuko kando yako, inaonekana kwamba ni mzimu ambaye kila wakati anakufuatilia. Jamaa akageuka kando kidogo akatazama, lakini pia akawa anakumbuka siku moja bana, kamkumbuka sana girlfriend wake ambaye alikufaga katika ajali moja mbaya sana ya gari. Moja kwa moja jamaa akachanganyikiwa, akaenda mpaka kwa bidada Ganso na kumwambia kwamba ni kweli wewe unaweza kuona mizimu. Lakini Mwamba alipofika bidada alikuta amechoka sana, na wakati huo kuna mzimu mwingine ukawa umeweza kumvaa. Mwamba alipoweza tu kumgusa bidada, basi ule mzimu ukawa umeweza kutoka, lakini bidada amechoka vibaya mno, akawa anamwegamia tu Mwamba. Jamaa anamsukumiza bidada, hebu amka bana, mimi nataka nikuulize swali la msingi, lakini bado bidada analala tu. Akawa anamfungua mpaka macho, hebu nisikilize, nasikia wewe una uwezo wa kuona mizimu, si ndio? Yeye akamsukumiza bidada mpaka akaanguka chini. Bidada bado tu anajivuruga nywele bana. Mwamba akasema bana, acha kuzivuruga hizo nywele kabisa, inaonekana ni kama vile zina karne moja hujawahi kuziosha kabisa, nywele zinanuka vibaya mno. Na jamaa moja kwa moja akaanza kumuuliza bidada, hivi ni kweli unaweza kuona mizimu? Na kama unaona mizimu, kuna kitu chochote umewahi kukiona kando yangu mimi? Bidada akamwambia ndio, ile siku ambayo ulikuwa ukitazama katika maeneo fulani hivi ya utando wa Buibui, kuna mzimu ambao ulikuwa mbele yako na wenyewe ulikuwa unakutazama sana. Sijajua yule mwanamke ni nani alikuwa anakutazama sana, lakini huenda labda una ukaribu naye ama ulishawahi kuaga na ujirani naye kabla hajafa. Mwamba Jongwang amwamini sana bidada, akaanza kumuuliza kama kweli unaweza kuona mizimu, hebu nidhibitishie kwa kunionyesha kama kuna mzimu wote ambao uko hapa kando yetu wakati huu. Bidada akageuza macho yake na kusema kwamba katika ile taa ya mji pale juu pale inaonekana pepa na mzimu, na ndio unaweza kukichezesha kile kiti. Lakini tu pindi bidada Gangsu alipoweza kunyoshea ule mzimu mkono, basi ule mzimu ukatoka katika kile kiti na moja kwa moja ukaanza kumfuata bidada. Moja kwa moja bidada akawa amemshika jamaa kwa hofu sana. Jamaa akawa anamtoa bidada na kumwambia kwamba kuna unanishikashika wewe? Lakini bidada akaendelea kumshikilia jamaa akisema kwamba wewe ni zawadi yangu kutokea mbinguni, kwa sababu kila ninapokugusa mizimu yote inayonisumbuaga basi napataga nafuu nikiwa na wewe jirani. Nashukuru sana kwa kuwa uko jirani. Akaendelea kumshikashika Mwamba. Nakuomba basi tubakie pamoja, lala hata hapa leo siku moja tu, nakuomba bakia hapa. Jamaa kaisi kana kwamba bidada alikuwa anamtongoza au anamtaka kimapenzi. Kabidi kumwambia kwamba afu wewe una miru zako kumbe za kishenzi kutekeleza mambo yako eti, hebu toka hapa. Yaani umeanza tu kwanza unaanza kunidanganya wewe unaona mizimu. Mimi nakuuliza swali jingine, wewe unakuja kuniambia mambo mengine kabisa ambayo hayana ukweli ndani yake. Alafu sasa hivi unaanza kunitakataka kimapenzi, mara wewe tubakie pamoja tulale pamoja, mshenzi nini? Na Mwamba akasema kwamba mimi siogopi mizimu hata kidogo, lakini nimeanza kukuogopa wewe na mambo ambayo unayafanya. Bidada akaweka nywele zake vizuri akasema vipi mpaka dakika hii bado unaniogopa? Mwamba akasema simaanishi kwamba nakuogopa kwa muonekano wako, na kuogopa kwa tabia yako ya kishenzi. Lakini bidada Gangsu akasema kwamba najua unaniogopa kwa sababu nywele zangu zinanuka, na kuahidi kwamba siku ya kesho nitaosha nywele zangu na moja kwa moja nitakuja kukutembelea. Jamaa akasema ole wako nitembelee. Lakini siku ya leo kuna uvumi unaendelea katika mitandao ya kijamii, wanasema kwamba kuna tabia imeanza kuonekana katika mitaa, inaonyesha tabia hii ni ya mtu ambaye aliweza kufa kabla, na watu wakazusha kwa kusema kwamba huenda ni tabia ya mzimu wa yule mpenzi wake Mwamba aliweza kufariki kipindi kile kwa ajali ya moto. Akutoka uvumi huu uanze, basi hapa ofisini kidogo watu wakapungua kwa sababu walikuwa wanahofia, kwa sababu kama jamaa ndio mmiliki wa hii kampuni alafu mke wake ndio mzimu, kwao wakawa na wasiwasi kwamba huenda asije akakutana naye katika maeneo haya. Lakini bidada wakati anatembea katika hii kampuni akaja kugundua kwamba kulikuwa kuna tangazo linatafuta watu ambao watakuwa wanafanya usafi nyakati za usiku. Basi akawa ametuma maombi ya kazi hapa ile waga nakutana na huyu Mwamba Jangwang, kwa sababu aliamini kwamba kama akiwa mfanyakazi hapa atakuwa anakutana na jamaa mara kwa mara. Kumbuka kwamba lengo la bidada ni kuhakikisha kwamba anakuwa jirani zaidi na huyu jamaa, kwa sababu kila anapokuwa jirani naye angalau kidogo anapata nafuu kutokea katika mizimu inakuwa imsumbui sana. Basi wakati huo Mwamba akawa amepita hapa na kugundua kwamba bidada ni mfanya usafi, akamuuliza hivi ni kweli wewe una uwezo wa kuona mizimu ama unatania? Na kama kweli una uwezo wa kuona mizimu basi niangalizie katika zile sanamu, je kuna mzimu wote unazunguka katika maeneo hayo? Lakini bidada akasema hapana, hakuna mzimu wote pale. Jamaa akasema kama basi mizimu hamna basi hawatakiwi watu kuogopa kabisa kuja katika maeneo haya. Bidada akawa amefurahi na kusema kwamba kumbe sasa hivi
unaniamini? Jamaa akasema hapana, sio kwamba nakuamini, sikuamini kabisa wewe. Leo bwana, katika shule moja hivi ya watoto wa kike walikuwa wakifanya ibada fulani hivi ya kuweza kurudisha nafsi ya mtu aliyeweza kufa ili aweze kumsikia nini ambacho anaweza kuongea. Kumbuka kwamba wanafunzi wanapenda sana majaribio, na lengo lao kubwa hasa ni kuhakikisha kwamba wanamjua ni nani ambaye alihusika katika kifo cha huyu rafiki yao mpendwa ambaye walikuwa kimpenda sana zamani. Rafiki yao huyu anayeonekana katika picha alikuwa anafahamika kama Onso. Basi katika kufanya ibada hii wakaanza kuuliza, je, Onso yupo katika maeneo haya? Basi ile karatasi ikawa inajitembeza yenyewe na kusema kwamba ndiyo yupo, na kama yupo anaweza katueleza sababu ya kifo chake ilikuwa ni nini hasa. Lakini mizimu ilikuwa na nguvu kweli kweli, mpaka karatasi ikaanza kutikisika. Ibada ilikuwa ni ya nguvu sana, na ile peni ikawa imeweza kuzunguka na moja kwa moja ikawanyoshea wale wadada watatu walikuwa wako kando yao. Hapa kwa lugha nyepesi ni kwamba hawa ndio waliweza kuhusika katika kifo cha huyo msichana ambaye anafahamika kama Onso. Lakini dakika hizo hizo mwalimu wa kipindi alikuwa anaingia hapa na kusema kwamba kila mwanafunzi akae katika siti yake, kwani anaanza kufundisha kipindi katika nyakati za jioni. Kwa kila mwanafunzi arudi katika siti yake. Lakini hawa wadada watatu ambao walihusika katika mauaji walipokuwa wakitazama katika dirisha walianza kuona maruerue. Katika kutazama simu zao ghafla tuko na jumbe zikawa zimeweza kuingia, na walikuwa wametumiwa picha wakiwa wamekaa darasani hapo hapo. Nani aliweza kuwapiga picha wakawa waelewi, lakini pia wakaweza kumuona mzimu wa yule mwanamke ambaye waliweza kumuua. Hii inamaanisha kwamba mzimu umerudi kuja kulipa kisasi. Wanafunzi walipitia kisanga kizito sana siku ile darasani, na moja kwa moja akakaa mpaka kikao na kuanza kujadili kuhusiana na hiyo picha ambayo imeanza kutapakaa katika mitandao ya kijamii ikionyesha kuna mzimu fulani katika maeneo fulani vya sanamu. Na mjadala mkubwa ulikuwa ni kwamba huenda bidada Onso anatuchukia sana, anataka kuja kulipa kisasi chake. Lakini yule msichana alikuwa na miwani akatuliza na kuambia kwamba hii ni mchezo bana unaochezwa na mtu, ameweza kutufanyia hayo mambo, lakini si kweli kabisa hayo mambo. Mwingine akasema kwamba mtu aliyekufa hana chochote cha kuweza kutufanya, alafu ile ilikuwa ni ajali tu, kwa hata sisi hatukuweza kuhusika kumuua. Na mjadala ukawa ni kwamba wanatakiwa kutembelea katika lile eneo ambayo inaaminika kwamba walipokuwa wamepiga picha na ghafla tu ile picha ya mzimu kama ijitokeza kwa nyuma yao. Basi moja kwa moja wakataka kuelekea huko. Lakini siku ya leo pia na bidada alikuwa anaingia ndani ya mjengo kwa sababu ana zamu ya usafi hapa. Bidada alisafisha sana mazingira, lakini pia alikuwa anahangaikia kuweza kumuona yule mzimu ambaye yupo katika maeneo haya inasemekanika, lakini hakuweza kabisa kufanikiwa kumuona mzimu huyo, kwani kila mzimu aliokuwa akiuona ulikuwa ni mgeni kabisa. Lakini ghafla tu alikuwa ameguswa bega. Kumbe bana, mlinzi mgeni katika eneo hili alikuwa akikagua ndani na kumuona bidada akiwa ameweza kuingia. Akawa anamuuliza unafanya nini nyakati hizi za usiku. Bidada akadanganya kwamba kuna kitu alikuwa amekiangusha nyakati za mchana, kwa akarudi kuja kukitafuta nyakati hizi. Ikabidi jamaa aweze kumsaidia kwenda kukitafuta. Akamuuliza ni kitu gani hicho, lakini bidada akaanza kujingatangata huko akisema kuna kitu tu nimekiangusha. Na jamaa akamtahadharisha bidada kwamba kuna uvumi ya kwamba kuna mizimu katika maeneo haya nyakati za usiku. Wewe umekuja kutafuta kitu gani hapa? Lakini bidada akazuga kwa kusema kwamba ninachokitafuta macho yako ya kawaida hayawezi kukiona, kwa hiyo huwezi kabisa ukakiona kitu hicho. Lakini nao wale wakina dada watatu walikuwa wameingia hapa ndani ya ile jengo na kisha wakaanza kupiga kelele wakimuita jina la Onso, yule bidada ambaye alikuwa amefariki. Na mlinzi alikuwa anashangaa sana kwa sababu alikuwa akiona kwa chini, akaja kujiuliza hao wanafanya nini pale chini. Huyo mlinzi mtu akasema kuna watu watatu tu pale chini. Sasa wanaongea na nani mtu wanne? Mbona utafikiri wanaongea na mtu pale? Akawa anapiga kelele. Na wale wanafunzi watatu walipoweza kuzisikia zile kelele wakawa wameweza kukimbia. Lakini wakati huo bidada aliweza kuona ule mzimu wa bidada Onso. Akaenda kumfuata na kuanza kumuuliza ni kitu gani ambacho kiliweza kukukuta katika maisha yako? Bidada Onso akaanza kuelezea stori yake kwa kusema kwamba nilikuwa ni msichana mkalimu sana na mpole, lakini pia nilikuwa nataka niwakaribishe marafiki zangu ili waweze kujipatia kinywaji na urafiki wetu uweze kuboreshwa zaidi. Anasema ilikuwa ni tabia yake sana kujipendekeza kwa marafiki zake ambao walikuwa wamjali kabisa. Alikuwa akiwanunulia vitu mpaka mwenyewe anashindwa kabisa kupata cha kwake. Hata wakati mwingine nilipokuwa mimi nakosa, wao walipokuwa navyo walikuwa wananinyima kabisa. Lakini siku moja katika mazoezi ya kutengeneza mikate, kwa bahati mbaya nilikuwa nimeharibu unga wa marafiki zangu. Bana wewe, walinitukana na kuita majina mabaya sana. Wakamchukia na kumfukuza kabisa katika kundi lao. Lakini bidada akaendelea kujifariji na kusema kwamba kama wakiwanunulia vinywaji vingine huenda watamkubali na kumrudisha katika kundi lao. Lakini wakati huo bidada kumbe alikuwa amesahau simu yake. Miongoni mwa wale wanafunzi alikuwa amechukua ile simu na kutaka kwenda kumpelekea. Lakini wakati huo kuna watu walikuwa kimsema kwamba yani amezalilishwa, lakini bado anaenda kuwanunulia watu vinywaji na anaenda kuwapelekea. Kiuhalisia ni kwamba bidada Onso kila alipokuwa akiwaomba kurudiana katika urafiki walikuwa wanaweza kumrudia, lakini kiuhalisia ndani ya mioyo yao walikuwa wampendi kabisa bidada huyu. Yule alikuwa akimpendea vitu alivyokuwa akiwapatia. Kiuhalisia bidada akajikuta tu analia na kupoteza kabisa matumaini. Siku hiyo aliondoka kwa huzuni sana, akawa anatembea mbele pasipata kutazama pembeni. Kwa bahati mbaya kuna lori likajitokeza na kuweza kumgonga na akapoteza maisha. Na hiyo yote ni story ambayo bidada Onso alikuwa akimpatia huyu bidada Gangso. Na alipoweza tu kuipata story hii moja kwa moja akaelekea katika ile madarasa ambao hawa watoto wa kike walikuwa wakisoma. Bwana kumbe bana, ile picha inayoonyesha hawa wanafunzi watatu walikuwa wamepiga picha alafu nyuma yao kuna mzimu. Ni picha ambayo kuna mwanafunzi alikuwa ameedit. Alikuwa anafahamu namna gani walikuwa kimnyanyasa yule mwanafunzi ambaye alifariki. Akaeleza wazi kabisa kwamba lengo lake lilikuwa ni kuwafanya hawa wanafunzi
waweze kutubu kwa kile ambacho walikuwa wamekifanya, kwa sababu hawakufanya jambo zuri kabisa. Lakini bado hawa bidada walikuwa ni majeuri kweli kweli, hawakutaka hata kuomba msamaha, licha ya kwamba kila kitu ni kama kimeweza kuwekwa wazi. Baadaye kidogo wakiwa wameketi kidogo kando ya shule, wakaweza kupokea jumbe tofauti tofauti zikisema kwamba nipo kando yenu. Mpaka kufikia hapo akagundua kwamba wako katika hatari kubwa, na kama wakieta mizaa watajikuta siku moja wanapoteza maisha kimasiara. Wote wakaanza kuangusha machozi wakiomba toba kwa kile ambacho walikuwa wameweza kukifanya mpaka bidada akapoteza maisha. Na ghafla tu kuna friji ambayo ilikuwa iko kando yao ikaonekana kuwa imeweza kutikisika na vile vinywaji vitatu vikaweza kutoka pale ndani, na hii ilikuwa ni ishara ya kwamba bidada alikuwa amewapatia hivyo vinywaji kama mzimu. Bidada kama kawaida yake, licha ya kwamba alipoteza maisha kwa sababu ya hawa ndugu, lakini yeye bado aliendelea kutabasamu na kusema kwamba nimewasamehe, kisha akawa amepotea na moja kwa moja akaelekea safari yake ya ahera. Hasa stori zote ambazo zilikuwa zikiendelea pale katika kampuni ya Mwamba Jiangwang basi zikawa zimekwisha kabisa, na watu wakazidi kutembelea katika maeneo haya na wakaanza kuamini kwamba katika lile eneo kama ukifanya ibada basi mambo yako yatakwenda kufanikiwa. Lakini bidada kama kawaida, kazi zake za kufanya usafi zikawa zinaendelea kama kawaida. Leo bwana yule mlinzi anayefahamika kama Kang Woo akaweza kumfuata bidada na kumwambia kwamba naomba tuambatane tuelekee nyumbani, kwa sababu mimi na wewe tunaishi vyumba vya jirani tu. Unadhani itakuwaje? Tukutane katika episode ya 3. Kumbuka kwamba unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe katika channel yetu ya PVP Media Recap. Unachotakiwa kukifanya, unashuka hapo katika ukurasa wa kusubscribe, kisha utagusa alama ya kusubscribe. Baada ya hapo utasogea chini kidogo, hapo channel ya pili imeandikwa PVP Media Recap. Baada ya hapo unatakiwa kuigusa alama ya kusubscribe katika channel hiyo ili tuweze kwenda pamoja. Kama bado hujafanya hivyo, basi ni vyema ungefanya hivyo ili tuweze kwenda sawa.